Bwana, leo niko sehemu za maeneo ya Amana kubwa zaidi kuja kukutana na mashabiki wa pande zote mbili, Young Africans pamoja na wekundu wa Msimbazi Simba. Kubwa zaidi walikuja kumuona mwenzao hapa mitaa ya Amana, hospitali ya rufaa ya mkoa wa Amana, kumwangalia mwenzao. Unajua umoja kila siku unajenga undugu. Mpira isiyo tatizo la kugombana, lakini sisi ni Watanzania wote pamoja. Nipo na mzee Kisugu. Mzee Kisugu, habari yako baba? Safi, mambo vipi? Safi, kwema. Kwema, namshukuru Mwenyezi Mungu. Mungu wa rehema bado anatendea kutulinda na tupa afya njema. Leo nimekuona upo maeneo ya Amana. Ya, kama ulivyosikia katika mitandao mbalimbali, ndugu yetu Raksi Rashida amelazwa katika hospitali hapa ya Amana, kwa maana kwamba tumekusanyika hapa mashabiki wa Simba pamoja na mashabiki wa Dar es Salaam Young Africans kuja kumuona ndugu yetu, kwa sababu sisi tunaamini mashabiki wa Simba na Yanga sio ugomvi. Sisi tofauti zetu zinakuja pale dakika 90 tu inapotokea, tukishamaliza pale tunarudi kwa kama familia. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine tumekutana hapa kuona namna ambavyo tunaweza kudiscuss ya kumuona mwenzetu na kuona namna ambavyo ya kumsaidia. Lakini chukua nafasi hii ya kuambia mashabiki wa mpira, hususan mashabiki wa Simba na Yanga, Azam pamoja na vilabu vingine, ndugu yetu Raksi anaumwa, lakini kimsingi kwamba kinachotakiwa kwamba tunajua mtu akiwa hospitali na changamoto na namna maisha yetu yalivyo. Mimi naamini kwamba tunajuana kwa namna ambavyo maisha yetu yalivyo. Utaratibu wetu kuona namna ambavyo tunakwenda kumchangia mwenzetu ili kuona namna kile ambacho inaweza kupatikana kiweze kumsaidia hivi na hapa na pale. Kwa kimsingi mara kwanza watu walikubaliana moja kwa moja wamchangie mgonjwa. Lakini baada ya kukutana hapa kudiscuss kwa undani zaidi, tumeonelea sote kwa pamoja utengenezwe mkeka mmoja ambaye kila mmoja anaweza nafasi ya kufanyaje ya kuchangia. Na kimsingi mzee wa Saruti ndio amepewa dhamana hilo jambo, kuanzia kwa mgonjwa mwenyewe, kwa familia, hata sisi wana Simba na Yanga kukutana hapa tumediscuss hilo, kwa atakwenda kuunda group la watu 200 watu 300, kuna namna ambavyo kila mmoja atajitolea kile ambacho Mwenyezi Mungu alichomruzuku. Lakini kikubwa zaidi, nichukue nafasi hii niwaombe sana wana Simba, niwaombe sana wana Yanga, niwaombe sana wana Azam, niwaombe sana wana football. Sisi huwa naamini Simba na Yanga ni tunu la taifa hili. Na wazee wetu kuja kuanzisha vivirabu, msingi wake wa kuweza kukaa pamoja, kuzungumza, kutaniana na kufurahi. Kujuana kipindi cha shida na kujuana kipindi cha raha. Na kila mmoja ajue mwenzetu Raksi yuko kwenye shida. Moja la msingi ni kumwombea dua kwa Mwenyezi Mungu kuendelea kumpa afya njema, lakini pili kujitolewa kwa moyo wetu na kile ambacho Mwenyezi Mungu alifanyaje? Alitujalia ili kuona ambavyo tunaweza kumsaidia mwenzetu. Kwa hiyo kubwa nichukue nafasi hii niwashukuru sana ninyi waandishi wa habari. Mmeonyesha jambo kubwa na mmeonyesha jambo la msingi sana. Na mmeonyesha kushirikiana na sisi katika vipindi vyote. Katika vipindi vya shida na katika vipindi vya raha. Leo mmefika katika hospitali ya rufaa ya Amana. Kuna namna ambavyo nanyi mmekuja kumjulia hali Raksi, mmoja akiwa kama mwanafamilia. Chukueni nafasi, nendeni mkaambie wa Tanzania Raksi anaumwa, tuendelee kuombea dua, lakini pia tusimame katika utaratibu wetu wa kuchanga katika kile kitu ambacho tulichoahidiwa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameshatuambia yule ambaye atakamuhifadhi mja wake, basi Mwenyezi Mungu anakwenda kumhifadhi katika siku ya kiyama. Utaratibu kwa nani ukoje sasa kwa mtu yule anayetaka kuchangia? Nimesema utaratibu litaundwa grupu moja, na nimesema kwamba mtu ambaye amepewa kuadmini katika ile grupu atakuwa ni mmoja tu, mzee wa Saruti. Kwa hiyo yote utakayekuwa na namba mzee wa Saruti, mtafute mzee wa Saruti, anakuunganisha katika ile grupu. Na mzee wa Saruti tumemwambia kwamba yeye ajaribu kuangalia namna ambavyo asikose watu 200 300 tunafika mashabiki wa mpira. Sumela vizuri. Ukiona namba mzee wa Saruti upati, basi mtafute Petit atakupa namba nini? Saruti. Ukiona namba Msaruti ujui, basi mtafute Mbaraka Yanga, si ndio? Atakupa. Mtafute Dosa atakupa. Mtafute nani hapa atakupa. Nia na mazumuni hizi namba connection, ukimtafuta huyu atakupeleka kwa mzee wa Saruti, atakuweka kwenye nini? Kwenye grupu, utachangia kile ambacho ulichojaliwa na Mwenyezi Mungu ili kuhakikisha kwamba tunamsaidia mwenzetu katika hili jambo ambalo liko mbele yake. Neno moja kwa Watanzania sasa. Moja kubwa kuambia Watanzania ni kumwombea dua ndugu yetu. Ndio jambo la msingi. Leo hii msingi mzuri wa mwanadamu ni afya. Kwa hiyo unapotokea mwenzetu mmoja afya yake ikawa mgogoro, kikubwa sisi tulobaki ni kuomba kwenye dua na sala ili kuona namna ambavyo Mwenyezi Mungu anaendelea kumjalia kwenye nini? Kwenye afya njema. Na Mungu anasema niombeni nitawapa. Kwa hiyo tukiomba kwa umoja wetu kwa Mwenyezi Mungu amjalie ndugu yetu Raksi kuwa na afya njema, kama Mungu amethibitisha akiomba atatoa, basi mimi naamini tukiomba katika umoja wetu atatoa.